Jamila Islamia TV. Kwa kupata video zetu mpya, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili kupata video mpya kila siku katika channel yetu ya Jamila Islamia TV Tambani. Kama kisio kwa mtume wewe bado kama Mungu raha bado sitaimanya na asante sana atuseme mengi muda kwa kesho. Wakati tunazungumza mambo ya mada hii, kaingia mheshimiwa Sahihi meya wetu Bwana Abdullah. Kwa hivyo na yeye anataka mbele hapa salimie. Sasa tutaanza na Sahihi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu wenzangu, shehe wetu baba yangu Sheikh Farid, shehe wetu wa kata Sheikh Ahmed Ngaweke, rafiki yangu sana amewekwa kwa mara wetu, kijana mwenzetu ambaye kwa sasa kwa mkoa huu wa Dar es Salaam tunakuja vizuri, ni katika nyota zinazowaka sana, sababu mimi na wewe tunataka katika shughuli nyingi za sina mashaka na wasilishaji wako na mashehe wote walioko hapa. Nimesimama kama nilivyotambulishwa, meya wenu wa manispaa ya Temeke kwa Abdalla Mtumika. Niko hapa kuwakilisha salamu za serikali na kutoa shukrani kwa mashehe wetu kwa namna ambavyo jambo hili la Ramadhani linavyokwenda. Ni jambo la muhimu, na shukrani wewe na mashehe wote. Nafikisha kwako salamu maalum za pongezi kutoka kwa sisi viongozi wa serikali ngazi ya wilaya na mkoa, na mimi nimetumwa hapa kuwakilisha wenzangu. Unapongezwa kwa kazi kubwa ya kuelimisha umma na kuwaweka watu katika tabia njema, na yote hayo yanasaidia utulivu kwa nchi yetu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuendelee kuwaenzi mashehe wetu kwa muda wao, akili zao na namna ambavyo wanajitoa kufanikisha mambo kama haya. Jambo hili ni kubwa, na tunakuona shetani unavyopokeza kila siku katika ZBC tu, ukihimiza na ukitangaza uwepo wa jambo hili. Kwa hiyo unaonekana nchi nzima, na ndio maana na serikali pia inatuma ujumbe kwako wa kupongeza na kushukuru, na kuwa tunapokea mwaliko na tuko pamoja na wewe. Ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya salamu hizo, usia wangu kwenu tuendelee kutunza amani, na shehe hapa leo mada yake ni nzuri na uhusu ndoa. Naamini baada ya mafundisho haya tutakwenda kuwa na ndoa nzuri sana inshallah. Hatutakuwa na vijana wanaoning'inia katika zile posta, hiyo shehe alisema wakicheza baadhi ya miili yao ikiwa nje, nyingine ikiwa ndani. Nafikiri tunawaona na mnawaona wengine ni mashehe hapa, na wale wakija mnawafundisha ndoa wakiwa barabarani, baadhi ya wapambe wao tunaona kwa walikuwa wakifanya. Na siku hizi wako vijana wa bodaboda wakienda kuoa na wanakuja kwenye mashehe na mnawaona. Sasa ndio maana hapa pana mada walimu wanafundisha kurudi katika mstari ili mambo ya mazuri. Shehe kama dakika ikizidi hata moja ionyeshe tu tutamaliza. Jambo jingine la mwisho ni kuhusu tabia ya ndugu Waislamu. Mwezi huu utubadilishe, tuendelee kuwa hivi ambavyo tunaishi. Kama ni swala la kufunga kula, pia ni afya kwa sisi kutazama upande mwingine. Kwa hiyo inaleta afya njema, inaleta utulivu, wengi wameacha tabia za ajabu, baa nyingi, wateja wamepungua, na hili linatafakarisha sana. Sasa inawaza kwamba ilikuwaje maeneo mengi ya maasi pia ni kupunguza zile shughuli zao, kwamba ni
sisi tunahusika au ni marafiki zetu tunapatana nao. Kwa hiyo Waislamu tubadilike, mwezi huu tuishe, tuwe hivi, tuwe watu wema na tuendelee kuiombea nchi yetu, kumwombea rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na kumwombea afya njema. Viongozi wa nchi wanapokuwa wametulia, ndivyo na sisi huku mambo yanakwenda vizuri, na ni mwenzetu katika imani. Kwa hiyo tumweke katika dua zetu kila wakati. Baada ya salamu zangu hizo, baba yangu Sheikh, endelea kukushukuru na kuwashukuru sana ZBC2 wema unaoendelea. ZBC2 wema unaoendelea wametubeba sana katika mihadhara na shughuli hizi, tunajivunia sana uwepo wao, na mimi kwangu sina station inayoweka zaidi ya hii, na ndio maana ninakuona kila siku jioni baba yangu ukihimiza kuja kwenye jamii. Kwa hiyo ZBC2 wema unaoendelea, Mwenyezi Mungu azidi kuwapa baraka katika kazi zao zote. Asante Mheshimiwa Mustahiki Meya wa Temeke. Huo ni ujumbe wa serikali, jambo muhimu. Tunaingia sasa katika eneo la maswali, ziko kama dakika 25. Sasa kuna wanawake wameleta maswali mengi na wanaume vile. Kwa hiyo huku matatu. Abdalla kwa uamuna ala nisa. Unaanza kwa kwanza ndio mama. Jitaje na kama madrasa yako itaje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza nami niwapongeze ZBC2 wema wanaoendelea kwa kutuona nasi chamazi kutuletea jadi la Ramadhani. Lakini bila kusahau mzee Mafresa, naye Mwenyezi Mungu ambariki kwa wingi na haki. Tutakuwa na dua maalum inshallah kwa ajili ya mzee wetu Said Salim Mafresa na familia yake, anahudumisha mambo kama haya yote tunayaona hapa Mtoro na Tanzania nzima. Kwa majina naitwa Maji Bumbela. Swali langu kwa mtu wa mada anatoka nje ya ndoa. Kama ulivyosema, ndoa ni utulivu, ndoa ni jambo bora katika Uislamu, na hasa umetuelekeza njia ya kuendea ndoa hiyo. Lakini mimi nataka niulize swali dogo tu kwenye mwanzo wa ndoa, na hasa inapotatiza vijana wetu. Ukiangalia wengi wanataka kuoa, lakini hali zao zinakuwa kidogo duni. Leo kumezuka wimbi kubwa la mahari kuwa juu. Ukipeleka hiyo posta uliyosema au kuulizia mahari, wallahi napiga kuja kuambia nani kuna mchumba wako kila babu usubiri. Hii hukumu ya dini imekaa leo tumeletwa sisi wanaona na watu wengine wanaona huenda kutupea elimu ya dini mahari kuwa juu. Asante ni swali. Salamu ala rasulillah. Sheikh ameuliza swali moja lakini kaweka vipengele viwili. Kwanza, mahari kuwa juu kiasi inapelekea watu wengi kushindwa ndoa. Uislamu unaridhia hilo. Uislamu si dini ya kukomoana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ndoa iliyokuwa na baraka ni ile yenye mahari chache na wala si yenye mahari nyingi. Alafu huyu anayeolewa anakwenda kuishi kwa mume, maana yake kama kutakuwa na maslahi atakutana nayo huko. Mahari hiyo ni ya sunna tu na isiwe ya kukomoana. Lakini dini yake akasema kuna vipengele vingi vinawekwa, mara mawani ya babu, mara sijui koti la babu. Hizi hazipo kwa sheria na ziwe ni hiari ya huyu mume mwenyewe kutoa, na kama hakuwa tayari, wazazi sihairishe kuozesha mabinti zetu kwa sababu ya vitu ambavyo
kitu kisheria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ZBC2 wanaendelea sasa, nataka tena iondoke hapa sasa. Sisi tuendelee na maswali, si lazima tuendelee, ndio bwana, nyinyi endeleeni, si mashehe wako na Mwenyezi Mungu anakuona zaidi ya leo. Kwa hivyo mnaweza kuturuhusa tutaendelea sisi na maswali hata mpaka alasiri, kwa sababu Waislamu hii ndio nafasi yao. Haina labda nashukuru kabisa hii swala lingine kwa niaba ya uongozi wa msikitini na ndugu zetu wote tumekuja kutunga mkono. Tunashukuru ZBC2 na hapa siku nzima nataka nasha moja siku nzima kwa ajili ya mzee wetu Said Salim Bakhresa na familia. فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من اشراف المعاصي يسره ويسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الامور ما لا يسير. اللهم اجعل امورنا شؤونكم سهلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انه في خلقتك حيثما كان، لا حفظه بعين عنايتك حيثما كان، يا عظيم يا عظيم يا عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. Tunaendelea wema unaoendelea, tunawashukuru hivi. Swali la pili kwa wanaume, njoo mbele. Maana hapa tunaanza katika swala la wakala pale na kuozesha kwamba baba mzazi anaweza akawepo hapo hapo katika eneo la tukio, alafu akamwakilisha tu mwanawe akamwambia fulani ozesha katika ile swala la wakala. Je, sheria akiozesha yule bwana hii ndoa iko sahihi au sio sahihi? Na sehemu ya hiyo na sehemu mbili, kwa mfano mtu ameoa lakini ndoa aliyoozeshwa hakuozeshwa sheria, kujulikana kwamba ile ndoa ilifanyika si ndoa ya sheria, wameshazaa watoto. Je, sheria wale watoto wanakuwa ni watoto wa halali au inakuwa sheria yake inawakabili hawa watoto ikiwa imekuja kuundulika huko baada? Sehemu ya tatu, mtu na kaka, mtu na kaka baba mmoja mama mmoja wamezaliwa tumbo moja, lakini baadaye mama na baba wakakutana kwa muda mrefu, kama mama akaenda huko kutafuta maisha na baba akaenda huko. Huyu kaka wa baba mmoja na mtoto hawajuani, ikatokea akaenda kosa kaoa yule binti, ikapita miaka. Sasa baadaye kujulikana katika kutambulishana, naambiwa kwamba huyu bwana ni dada yako baba mmoja mama mmoja. Je, sheria ya hawa watoto inakuwaje? Haya ndio maswali. Asante. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza tuanze na swali la alilolifanya kuwa la mwisho, kwamba imetokea mtu na dada yake hawakutambuana, ndio wakaoana, baadaye wakaja kuambiwa na wazazi wao kwamba huyu ni dada yako, sheria inasemaje? Ndio hapo kuna vipengele viwili. Kwanza, inawezekana baba wa mume anamtambulisha kijana wake kwamba huyu ni dada yako,
in saddaqa zawjul ama, kama huyu mume mwenyewe atayakubali anayesema baba yake, akimsadikisha kwamba kweli huyu ni dada yangu, ndoa imevunjika. Na kama walipatikana watoto, wale watoto watakuwa katika hiyo nasaba inafanana na sura ile aliyooa asili dada yake, alafu wakazaliwa watoto, ila watoto wanaitwa watoto wa shubha, sio haramu, bali wanaitwa watoto wa shubha, wamepatikana katika dhana ya ndoa. Kwa hiyo hili linajibu na lile la mwanzo vile vile, kwa maana lile la mwanzo uliuliza mtu ameoa ikabainika aliye ndoa haikusihi kwa kukosa vigezo, sheria inasemaje? Hiyo ndoa imevunjika. Ila wale watoto vile vile wanakuwa ni wahalali kwa yule baba, akifa wanarithi, wakifa anarithi. Allahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Nimeacha lingine? Umepata mtoto wa zina na ni wa nje ya ndoa, sheria inasema kwamba mtoto haruhusiwi hata kukulia, na si mtoto wako, sheria inakupokonya. Sasa je, mtoto huyu ni halali kumuoa? Mtoto wa nje ya ndoa sheria inaruhusu halali kumuoa, ila walii wake atakuwa ni kadhi. Yule hana walii wa nasab, walii wake anakuwa ni kadhi, na akikosekana kadhi, walii wake anakuwa muhakam. Kuna mtu anaitwa muhakam katika sheria, ndio walii wa mtoto. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Boleh kita continua. Continua kita berdoa kepada Allah. Inna Adamu ilifika kitu ambacho tunakisalia leo kwa dunia na shaweka inshallah salamu na dua kwa wake na Isa na kwa ndio kusini kutafutaji kutosha hadi kwa walimu yangu leo kwa serikali anakwenda kule nikosho anakasema nitapotea hakuna masi kio tafuta serikali kuna kwa maana afika ndio kama kwa kibabati na mambo hiyo mara hii bwana ndio daktari kama unapoteza sasa yeye tuna baraka kwa jamii basi wacha leo wewe sasa ndio kwanza cha nasema kuna yeye ile baraka ni kama ni moja na yeye na sheria ni dalili kwa kuongeza mtu kama kazi nasema kwa utulivu wa starehe ndio sasa kama kwa utulivu na kwa ndani kwa sheria nikaa katika kujamii sheria kama mdau kama kazao ya sheria na hiyo idadi ya kwani ndio pamoja kwa kiungo kesi hiyo na ndio au Jadi vile vile tuliuliza kujikita katika Yesu mwenyewe ukianza kwa mama kwa Suleimana wakati kwa Sheikh ameuliza swali moja, lakini ndani yake kuna maswali mawili. Swali la kwanza, kutelekeza mke. Kutelekeza mke si talaka, na ndoa haina expire dates.
kwamba umekaa miaka 10, humjui mke anachokula anachovaa, si mkeo, bado anakuwa mke aliyekosa huduma. Kwa huyu bado ni mke. Lakini Bwana ameleta talaka, ameileta kwa njia ya meseji. Sheria haitambui kuwa hiyo ni talaka, ila ipate uthibitisho. Talaka ya meseji, talaka ya karatasi kama hivi tukaandika, hata akimpa mke bado haini talaka, ila wewe walii umuulize aliyeandika, bwana, tunayakuta maneno yanasomeka kama ni talaka, yametoka kwako, ndio umekusudia kuwa ni talaka, ndio kaachika. Lakini yawezekana akaandika yasiwe talaka. Leo mimi naweza kaandika maneno yanayosomeka, nimemwacha mke wangu, talaka 2, talaka 1, nikampa ile, akachukua tena kwa nimeacha. Nikiitwa naweza kusema kweli nimeandika mimi, lakini sio talaka, nilikusudia tu kumkisha, kwa sababu ndoa ni lafdhu, talaka ni lafdhu, rejea ni lafdhu. Kuoa ni kwa matamshi, kuacha kwa matamshi, na hata kurudia kwa matamshi. Kwa leo usifanye umemwacha mke yuko kwako anakaa hela, ukamwingilia ukasema umeshamrudia, bado, kwa sababu kuacha tamshi, kurejea tamshi, kama ulivyooa kwa tamshi. Allahu rasuluhu a'lam bisawab. Sasa haturudii mtu mmoja wa mbili, watu wa kweli. Nimeshapa fadhila 3, nimeshapa 5 kwa wanaume, baadaye kaona pana vijana hapa, alafu mheshimiwa Karaka, alafu hapa tunaye Dr. Yahya Rashid, asimame kidogo muone kwa ajili rasmi. Kwa majina naitwa Fred. Sasa hivi nilikuwa nauliza kuhusu swala la talaka. Kwa kunukuu, kuna talaka rejea na talaka tatu. Sisi vijana tulikaa ndani ya Tanzania, bwana, talaka tatu ukimpa mtu makaratasi 3 ndio talaka tatu. Sasa ni kwa nini ukaguzi wa talaka tatu ikoje na utaratibu wake ukoje? Na kingine talaka rejea, kwa muda gani talaka rejea na kwa talaka kamili, yaani kwamba huwezi kurudia tena, sio rejea tena. Swali lingine ni kwa nauliza kuhusu mashahidi. Mashahidi ni kipindi mnafunga ndoa, wanazingatia dini au binadamu wote? Matatizo ya sisi wote Waislamu 99 katika 100 ya kupata ndoa na talaka. Naona mahakama imejengwa upya zote zile zote kwa ajili ya ndoa na talaka. Shehe ameuliza kuhusu talaka 3. Talaka 3, kwanza talaka ni matamshi ya kusema nimekuacha au nimemwacha. Sasa nimemwacha talaka 1 itakuwa 1, nimemwacha talaka 2 itakuwa 2, nimemwacha talaka 3 itakuwa 3. Hata kama utaandika ndani ya karatasi moja ukaandika maneno nimemwacha talaka 3, ile karatasi yenyewe haitalaka bado, ila ukiulizwa bwana, ulichokiandika huko umekusudia ile talaka? Ndio. Ziwe 3 kama ulivyoandika? Ndio. Hizo talaka 3. Sasa talaka rejea zinaishia wapi kuwa ndio talaka 3? Swali lako muuliza hivyo. Talaka rejea ni mara 2. Umemwacha mara ya kwanza, sheria inakuruhusu kumrudia.
na kumrudia ni kitendo cha kumwambia tu nimekurudia. Yeye hana hiari. Kuna watu mtu anaweza akaacha mke alafu anamwambia nimekurudia, mke anasema mimi sitaki, alafu mume anaishi katika dhana kwamba yule si mkewe, na mke anaishi katika dhana kwamba mimi si mke wa fulani, eti alinirudia amekataa. Mke ana hiari katika kuolewa. Ninataka kukuoa, niko tayari, sitaki. Lakini akishaolewa katika kurudiwa, akiachwa, kama alivyokuwa hana hiari katika kupokea talaka, kwamba ukimwambia nimekuacha hawezi kusema sijaachika, bali basi vile vile ukimwambia nimekurudia hawezi kusema sijarudiwa. Ukimrudia tayari, hata kama mwenyewe haikuridhaa, na haruhusiwi kuolewa na mume mwingine, ni mke wa mtu. Ukimwacha kwa mara ya pili, pia utaruhusiwa kumrudia. Hiyo ndio mara ya mwisho. Jamila Islamia TV. Kwa kupata video zetu mpya, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili kupata video mpya kila siku katika channel yetu ya Jamila Islamia TV Tambani.